Kule mitandaoni waga zile watu wanacheza ndombolo ya solo. Alafu akwambia wakati wenzako wanatafuta viwanja, baba yako alikuwa anashinda bara cheza ndombolo ya solo. Mnaona hizo katuni eh? Wenzako wanatafuta viwanja, wewe uko jirafu. Sasa hata hili sisi viongozi, katibu tawala wa mkoa, we have the role to play. Wewe ni doctor by PhD. Na huyu afisa elimu alikatiza PhD yake baada ya kuwa afisa elimu mkoa. Akiwa wilayani alikuwa anapenda sana kusoma. Na unapokuja kwenye nafasi yenye majukumu mengi kama PhD mbiani, watoto 3000 hawezi kutishinda. Kwa hiyo nyewe uwezo, wewe mtu wa program, mwambie mkurugenzi mkuu, arasema ametupongeza sana uwezo, anatuambia yani huko duniani sisi ni watu wa maana sana kule Njombe. Lakini ameomba tuwe namna ya kumsaidia hata kwenye bajeti hata kidogo. Najua hamna hela nyingi. Kidogo hata mkinipa tu kila halmashauri mkawachangia hata milioni, halmashauri kwa 6. Milioni 5, 10, 15, 20, milioni 5. Wao waka customize. Wewe mwenyewe uko kwenye ukoo wako. Umesoma tu mwenyewe ndio mwalimu wa upe. Afu uko unashindana na nani? Sente ya lawama tu. Grupu la ukoo wote uliyesoma ndo wewe. Kwenye WhatsApp mtajadili majungu tu. Na cha kujadili hilo grupu. Wewe kujadili kuna mkopo wa benki, wala kuna ISA, wala kuna UTT. Unajadili hilo, unajadili na nani? Somesheni watu. Mmenielewa? Kwa hiyo kwa mambo hata even at family level lazima tunajipima kwamba unatokea familia ya aina gani. Kwa hiyo unaangalia, ndio maana watu wa zamani ulikuwa unamuona akipata hata nafasi anahakikisha kwamba ndugu zake wanasoma ili familia mpate cha kuzungumza. Mnaonana pale Disemba pale watu wote kwenye shule hobera wote walishaga la 4. Mnajadili nini? Huyu mtoto ajui kusoma na kuandika, huyu ajui kusoma na kuandika, huyu mnajadiliana kuchoma mkaa. Tunajadili nishati safi bwana, so long business. Kwa hivyo otherwise mkiambia mambo ya elimu naweza kaongea mpaka kesho kutwa. Pia najua tuna mtaala mzuri kabisa, lakini tusiache kukumbushana kufundisha maadili toka kwenye msingi. Ile kindergarten ambayo zamani kwa tunaita vidudu. Maadili, good manners, watoto kusalimia na vile vitu vya msingi, kwamba ukienda chooni safisha choo, ukitoka chooni nawa mikono, vitu basic. Sio vitu vya mtu kuja kujifunzia huko juu, basic kabisa. Wakati fulani kwa nawaambia ni kwa nini Ukristo na Uislamu hawezi kufa, kwa sababu ya misingi. Ndio maana katoto kadogo kabisa kanajua kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, asalamu alaykum wa alaykum asalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kadogo kanasoma madrasa na huyu mwingine anaenda Sunday school. Ndio maana huwezi kuua Ukristo, huwezi kuua Uislamu, kwa sababu the values. Mtoto yuko mdogo anajua kwamba unaweza ukachoma gazeti, unaweza ukachoma Biblia wala Qur'ani. Yuko mdogo anajua kwamba this is Bible, this is Quran. Hawezi kuchoma. Values. Lakini kama unaenda nyumbani kwa mtoto yuko la 3, salimia. Kama yuko shida hapa. Yuko la 3, kama salimia, piga magoti. Akipiga magoti, mama yake nani mwanaharakati, sio lazima apige magoti. Huyo ni utumwa. Baki mama anasahau kwamba kuna siku huyu ni huwa anaambia ukimwona mtoto huyu ni mke wa mtu, ni mume wa mtu. Umemwandaa. Kama unavyotunza wazazi wako, unamwandaa kesho huyo anakosani na wewe. Kwa sababu haya mambo tunasahau. Jana nimemwita afisa elimu pale, nadhani kuna kitu pia amejifunza alipotoka pale. Kwa sababu pengine angelee tu tunasema RC anazungumza sana, lakini jana amekuja pale ameona
mzazi anatumia 1.2 bilioni kusomesha mtoto, no return. No return. Lakini msingi hapa, kuna msemo unasema ukikosea kanuni ya hesabu hutapata jibu kamili. Ukishakosea kanuni hapo kwenye malezi, la kwanza, la pili, la tatu mpaka la 7, miaka 7 inamuumba huyu mtu kwa mtu mzima. Anaweza kamesi akaja kucheza, lakini msingi. Kwa kila mtu aliyoko hapa ambaye ana dhamana, tuone kabisa kwamba tunaongoza jamii yenye aina tofauti ya uchumi, aina tofauti ya malezi. Mzazi amekuja tu pata mimba ambayo hakuitarajia, kazaa mtoto, kapata frustration za mzazi mwenzie, mtoto amekuwa miserable. Sasa mzazi, baba na mama ni sisi serikali. Namna kumsaidia kule yuko kwao, nasema mtoto hajui kusoma na kuandika, tunaomba aje kwenye special program. Sasa uwezo, hiyo ni kazi yenu. Tunawaunga mkono, tunawapongeza. Najua mna bajeti yenu iko ndogo sana. Lakini hata kama tutasema mwalimu anayekuja kufanya hii program hata kama shilingi 2,000 kwa siku, tutatafuta hata wao ambao hawana ajira, tuambie tuna program ya shilingi 2,000 kwa siku. Hapa kwenye kijiji mtu ambaye anajitolea kufundisha hawa watoto. Tuna walimu wengi wa staff huko kwenye vijiji. Tuambie aje chini ya mti afundishwe kusoma, kuandika, kuhesabu. Hawa nadhani likizo haiwahusu. Kiuhalisia. Maana wakienda nyumbani anakuwa vibarua. Fika nyumbani ni sehemu ya kulima, sehemu ya kuvuna, sehemu ya kuchunga, sehemu ya kuvua. Na nani sisi kwenye elimu tuambia hapana, mzazi, hebu tuachie kidogo wiki moja huyu afundishwe. Na tunamwevaluate. Ukijua kusoma na kuandika utaenda likizo. Inaweza ikawahamasisha.